Sasa Tanzania hapa kumekuwa na tetesi ama taarifa ambazo zimekuwa zikienea kuhusiana na rapper Young Lunya ambaye amekuwa akihusishwa na watu tofauti tofauti kulingana na ushindani uliopo kwenye muziki huu wa hip hop hapa nchini Tanzania. Sasa Young Lunya ameendelea kuthibitisha nafasi yake kama mmoja wa vinara wa kizazi kipya kwenye muziki wa rap baada ya kutoa ujumbe mzito kupitia ukurasa wake wa Instagram. Kupitia chapisho lake hilo, Young Lunya alitoa heshima kubwa kwa wakongwe walioweka msingi wa hip hop nchini, lakini akasisitiza kuwa sasa ni wakati wake kubeba mwenge na kuendeleza historia hiyo ya muziki wa hip hop hapa nchini Tanzania. Pamoja na maneno hayo yenye msukumo ambayo ameyatoa, Young Lunya amesema kwamba sishindani nao na waheshimu, lakini sasa ni zamu yangu kuinua hip hop ya Tanzania, aliandika Young Lunya kwenye ukurasa wake wa Instagram, akionyesha dhamira yake ya kupeleka muziki huo kwenye viwango vya juu. Na Young Lunya pia aliashiria ujio wa kazi yake mpya kupitia chapisho lake ambalo aliposti picha ya Kanye West inayomuonyesha akiwa amevaa grills kwenye meno. Ndani ya picha hiyo aliandika maneno mafupi lakini yenye maana ya Freestyle Session 7. Of course, Young Lunya amekuwa na muendelezo wa kuachia hizo Session 6 na ambazo zimekuwa zikimletea mafanikio makubwa sana. Utakumbuka aliachia Session 6 ambayo ilikuwa na dakika 6, ikawa ni sehemu ya kuzungumza vitu vingi sana na ya kimuziki ambayo vimekuwa vikiendelea mpaka hapa ambapo amefikia. Lakini ukitaja Freestyle Session 7 utakuwa ni mfululizo wa nyimbo ambazo Young Lunya amekuwa akizitoa kwa muda, akionyesha uwezo wake wa kuandika, kuflow na kuelezea maisha kupitia mistari. Kila session ina ladha tofauti, ikitambulisha ukuaji wake kisanaa na kuonyesha namna hip hop ya bongo inavyoendelea kukomaa kadri ambavyo siku zinasonga mbele. Lakini kwa sasa Young Lunya anaonekana kutazama mbali zaidi ya ushindani wa majina, anajenga urithi. Ujumbe wake kuhusu kurithishwa mwenge unawakilisha kizazi cha wasanii wa kizazi kipya kinachokuja na maono mapya, huku wakiheshimu mizizi ya muziki huu ambayo ilitengenezwa na malejendari wakubwa na hapa nchini Tanzania ambao wamekuwa kwenye tasnia hii ya muziki kwa muda mrefu. Kwa hiyo kitaja mtu kama Young Lunya inaweza kukuonesha ni kwa kiasi gani ambavyo yeye amekuwa na ufalme wake, na ndio maana anataka kutambulika kwamba yeye ndo anakuja kuibeba hip hop kwa urithi ambao ameupata, na amekuwa kiheshimu OGs ambao wametangulia mbele ama katika career yake. Of course, Young Lunya mapema mwaka huu alitubrace wimbo wake unaitwa The Statement, moja ya ngoma kali sana ambayo aliitoa, akazungumza vitu vingi sana ambavyo vilikuwa vinahusiana na yeye kupata deals nono sana. Hapa nazungumzia tarehe 9 mwezi wa 7 aliachia wimbo wake The Statement, akazungumzia deals ambazo amezipata, mafanikio kwa muda mfupi. Kwa hiyo ni sehemu tu ya msanii kuzungumzia mambo yake ambayo amekuwa akiyafanya. Kwa hiyo kutoa huo msimamo wake inaashiria ni kwamba yuko serious kwa hivi sasa, hataki kulinganishwa na mtu, kwa maana yeye ashindani na mtu, isipokuwa anatoa muziki kwa ajili ya mashabiki wake, kwa sababu hata mtaani wanamsikiliza. Kwa maana wapo watu ambao hivi karibuni wamelikuliwa kusema kwamba wao hawamsikilizi Young Lunya na wala hawauelewi muziki wa Young Lunya ambao amekuwa akifanya. Kwa hiyo ni sehemu tu ya yeye kuonesha kwamba anazipokea comment zozote ambazo zinakuja, lakini msisitizo wake ni kwamba yeye hashindani na mtu yoyote.